Kwa majina ninaitwa Musa Sinyenga, ninatoka ushirika wa Mbalizi, lakini ndio mwenyekiti wa jumuiya kuu ya walimu wa shule za Jumapili kanisa Mjisi Tanzania. Tumeanza mkutano tangu tarehe 13 majira saa 12 jioni baada ya watoto kuwasili, na tumekuwa na watoto 709 ambao wametoka kwenye makanisa mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali ya makanisa yetu, na watoto hawa ni baadhi tu ya makanisa yaliyofika. Makanisa hao ni makanisa 34 tu ambayo yamefika, na tuna walimu pia walioongozana na watoto karibu walimu 72 walimu wa shule za Jumapili. Lengo la kuwa na mkutano huu, kwanza tuna kongamano la kila mwaka, kwa maana kwamba hao watoto wakifika hapa tunakuwa na uimbaji, tunakuwa na mafundisho ya Biblia, tunakuwa na njela. Sasa lengo letu kubwa pia kwanza watoto wafahamiane, lakini pia wabadilishane vipawa, kwa maana hao wanaoimba higa wana kitu hiki na mambo mbalimbali yanabadilishana. Kutanisha pia watoto kwa kujilisi mahali pamoja ili wajifunze neno la Mungu na pia kufahamiana. Kingine ninapenda sana niwashukuru viongozi wetu wa kanisa, kwanza kwa kutupa eneo la kufanyia mkutano, bali na mkutano na kutupatia msaada wa vyakula, bali pamoja na michango ya watu kutoka kwenye makanisa mbalimbali watoto walikotoka. Ile michango ya makanisa, niwashukuru sana wachungaji ambao wanasimamia hayo makanisa, na michango walioileta tumeithamini sana, na tunapenda tuwashukuru pia kwa kuwasafirisha watoto kuja hapa kwenye mkutano, hasa na kuwashonea uniform mbalimbali. Hili natupa pekee. Lakini pia nipende kushukuru mzee wetu mshauri wa kanisa Mchungaji Lena aliyetusaidia. Yeye ametusaidia gunia 2 za mpunga kwa ajili ya kuendeleza mkutano huu. Nipende kutoa wito kwa viongozi wetu wa makanisa kuhimiza watoto na kuhamasisha kwa wingi kuwaleta watoto kwenye makongamano kama haya. Haya makongamano yanaleta utulivu kwa watoto, yanaleta umoja na mshikamano. Sasa viongozi pamoja na wazazi, wale watoto waliobaki, na wanapenda pia kuwahimiza kwamba kuwaomba kwamba mwaka ujao waweze kuwaleta watoto kwa wingi, ili angalau tuone mafanikio makubwa kwa watoto. Wakipata mafunzo haya watakuwa ni waadilifu, watakuwa wanakomaa kiroho, lakini kimaadili watakuwa wako sehemu kubwa, kwa sababu wanapata mafundisho ambayo yanaleta Ukristo karibu kwa watu. Kwa hilo, kwa nini tunahimiza wazazi wawalete watoto? Ni moja ya kuandaa Wakristo wa baadaye, maana Ukristo au makanisa ni endelevu. Sasa tunapoandaa watoto mapema, baadaye tunaweza kupata viongozi wengine badala yetu, kwa sababu tunaona hawa wanaandaliwa vizuri. Tutapata raia wema, tutapata wachungaji hapo, tutapata wazee wa makanisa, tutapata na viongozi wa makanisa wa ngazi ya juu, lakini pia tutapata viongozi wa serikali ambao watakuwa ni waadilifu pia na wenye imani ya kumwogopa Mungu na hofu ya Mungu. Ndio lengo la kuandaa watoto. Majina naitwa Farida Filipo Mwaiselo, nimetokea ushirika wa Tunduma, ni katibu jumuiya idara ya shule ya Jumapili. Kipekee nachukua nafasi hii kuwashukuru viongozi wetu wa kanisa, akiwepo mwenyekiti wetu Mchungaji Mesha Kijobu, akiwepo makamu wetu mwenyekiti Nyondo, pamoja na katibu wetu mkuu Jacobu Mwakasole. Lakini pia nachukua nafasi hii ya kipekee sana kumshukuru baba yetu, muasisi wetu wa kanisa, mzee Lena, ambaye ametusaidia sana katika kongamano hili la watoto mpaka hapa tulipofika. Namshukuru sana. Binafsi napenda kutoa shukrani zangu za dhati hasa kwa wazazi huko manyumbani ambao wameweza kuruhusu watoto kuja kwenye kongamano hili kubwa, ambalo kongamano limechangamka, limefaana. Lakini viongozi wetu wa mashirika, viongozi wetu wa kanda, wachungaji kutoa michango kwa ajili ya watoto wetu. Kipekee kama katibu wa jumuiya nimefurahi sana kuona umati mkubwa wa watoto na michango ambayo tumeipokea kuweza kufanikisha sherehe hii. Kiujumla nashukuru sana kama katibu wa jumuiya idara ya shule ya Jumapili. Ombi langu kubwa hasa kwa wazazi,
naomba tusiendelee kuacha watoto manyumbani wakaendelea kupotea, wakaendelea kupata shida, wakati wakija ndani ya kanisa la Mungu wanapata chakula cha uzima, chakula ambacho kinawajenga kimwili na kiroho pia. Wanafundishwa mafundisho ya Biblia, wanafundishwa mafundisho ya kimwili, hasa watoto kuanzia miaka 5 na kuendelea wanapata masomo tofauti tofauti. Hivyo na wasii wazazi pamoja na viongozi wetu wa makanisa tuendelee kuhimizana ili watoto wote waendelee kuja kwenye shule ya Jumapili huko kwenye shirika zetu ili waweze kujifunza pamoja na wenzao. Kwa majina naitwa Mchungaji Morris Mikael Shonganya, mkuu wa idara zilizojumuia wa Kanisa la Uinjilisti Tanzania. Kipekee tunamshukuru Mungu kwa ajili ya tukio hili kulingana na mahudhurio ya watoto ambao wamefika kwenye sikukuu hii ambayo ni maalum kwa ajili yao. Tumejifunza mengi kutokana na hii sikukuu, lakini nitoe wito kwa viongozi wa kanisa kwamba watoto hawa ambao wamefika tangu jana mpaka leo na hata hatimaye kuhitimisha kesho, wamejifunza mambo makubwa mawili, kwa maana ya maisha ya kiroho, lakini jambo kubwa la pili ni namna ya kumtumikia Mungu ndani ya kanisa la Uinjilisti. Niwaombe viongozi wa kanisa kuwekeza vizuri ipasavyo kwa watoto hawa, kwa sababu ni kanisa la kesho ambalo tunatamani kulijenga kuanzia kwenye umri huu waliopo na kuendelea huko mbele. Kwa majina naitwa Neema Samson, ninayo furaha kubwa sana kwa kuwa mmoja wa washiriki wa kongamano hili. Pia nashukuru wazazi na walimu na viongozi wetu waliotusimamia katika kongamano hili. Mungu akapate kuwabariki.